sema mamlaka kwa wananchi, si namna hiyo? Sasa kwa hiyo amani na kwa hiyo umoja, mimi nimekaribisha Mheshimiwa Deputy Rais. Now before I give him time to speak, wanna enjoy? Oh, Your Excellency, kuna public demand wanataka uongee. Demand ni kubwa. So utaongea na hawa, utaje maneno machache kuhusu zoni, kuhusu hii zoni. Asanteni sana. Sasa nafasi ya Deputy President, karibu. Wapi ile sanitizer? Mtu wa sanitizer? Basi sawa sawa. Nafasi sasa napatia naibu wa rais. Aya. Basi watu wa Migori hamjambo? Migori hamjambo? Hii speaker inasikika kweli? Bas amoso ujodurwa jodurwa untie jodurwa umor. Ala, Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hewani hivi nione watu wa Migori. Asanteni sana. Basi mimi nimefika hapa Migori, nimefika hapa Awendo kwa sababu ya kuja pale kanisani, na vile vile nimekuja hapa kwa sababu ya wafanyabiashara wa hapa Awendo. Sawa sawa. Mimi nimetembea ile Kenya mzima yote. Mtu ya mabango hii, wacha hii mabango yako sasa, imetosha hiyo. Basi sawa. Sawa sawa. Mimi nimetembea ile Kenya yote. Lakini nilisema sitaki kuwacha Awendo na Migori nyuma. Lazima tuungane ndio tuweze kutembea pamoja. Watu wa Migori tunaelewana? Tuko na mambo mengi ambayo tumefanya hapa Migori County. Nimekuja hapa kuanzisha ile barabara ya kutoka Masara kwenda Soori. Nimekuja hapa barabara ya kutoka Kehancha kwenda mpaka kule Narok. Nimekuja hapa hii barabara yenu ya kutoka hapa Kisii. Si namna hiyo? Tunaelewana? Pia tumekubaliana mji wenu wa Migori Town. Tumeweka pesa nyingi ya maji na mambo ya sewage. Tumeweka pesa pale Rongo. Tumeweka pesa pale Kehancha. Ile kitu mimi nataka niseme, hii mji wenu wa Awendo ndio itakuwa inayofuata. Tuwatengenezee mambo ya maji na tuunde mambo ya sewage system hapa, ndio hii Awendo ianze kukaa kama city. Nyenye mnanielewa watu wa Awendo? Tumejaribu, ngoja kidogo, tumejaribu kufanya mambo ya stima. Watu waliokuwa na stima hapa Migori County 2013 walikuwa watu 11,000. Leo tumefikisha watu 90,000 ambao wako sawa sawa. Unajua kuna watu wametuzoea. Mimi nawaambia wale wadosi, jameni, kabla hatujajishughulikia na mambo ya viongozi na mambo ya vyeo na mambo ya mamlaka, kwanza tujaribu kushughulikia wananchi wa hapa chini. We must start with the people before we discuss matters that affect leaders. Nyinyi mnanielewa watu wa hapa Awendo? Ndio mimi nasema hivi. Mkisikia mimi ninasema lazima tubadilishe muundo na mwenendo na formula ya uchumi.
hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya huko juu. Lazima uchumi tuanze na ule wa hapa chini, mahali mwananchi wa kawaida yuko. Ndio tunasema bottom up. Kabla hatujaenda huko juu, tuanze na watu wa hapa chini. Mimi nataka mnisikize watu wa Awendo. Sawa sawa? Si mnajua mimi ndio nilikuwa deputy party leader wa ODM? Kwani nyinyi hamna habari? Mimi nataka tukubaliane hivi. Sawa sawa? Na nataka vijana hasa mnisikize vizuri. Mimi nasema hivi. Kila mwaka nenda miaka rudi, tukifika mambo ya uchaguzi, watu wanatuambia ati tubadilishe katiba kwanza. Ati ipatikane cheo ya prime minister, ipatikane cheo ya viongozi, ikawane mamlaka. Mimi nimesema kabla hatujabadilisha mambo ya katiba, my friends, ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Ndio yule ambaye hana kazi apate kazi kwanza. Ndio huyu ambaye biashara yake ni ndogo tumpatie pesa ya serikali tuinue biashara yake kwanza. Ndio mkulima ambaye anahangaika, hana mbegu, hana mbolea, soko ni mbaya, turekebishe kwanza mambo ya mkulima. Mkulima aweke pesa kwa mfuko kabla hatujaongea mambo ya kubadilisha katiba. Ndio mimi nataka niulize nyinyi watu wa Migori na nyinyi watu wa Awendo, mnasema mnataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? No, mimi nataka kusikia kutoka kwenu, my friends. Mnasema twende tubadilishe katiba kwanza, wagawane mamlaka, wagawane vyeo, watengeneze positions, ama mnasema tubadilishe uchumi kwanza, yule kijana hana kazi apate kazi kwanza? Huyu mama mboga kabla hatujashughulikia wale wa huko juu, tumpatie pesa kwa sako yake, kwa cooperative yake, biashara yake iinuke, ndio Kenya ibadilike kwanza. Nauliza Migori, mnasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Katiba ama uchumi? Wala wanakubaliana na mimi tubadilishe uchumi, nione kwa mkono. Tunaelewana? Na mimi nataka vijana wa Migori munisikize kwa makini. Vijana mnanisikia? Ni jukumu ya serikali kupanga sera na mikakati ambayo itahakikisha ya kwamba kila kijana anapata ajira ama anapata biashara, kwa sababu hiyo ndio jukumu ya serikali. Wale hamuna kazi na hamuna biashara, it is because the government has let you down. And that is why tunasema safari hii tunataka kuunda serikali itakayoanza na mtu ambaye ni jobless. Yenye mnanielewa? We must have a government that starts with the jobless, that thinks about ordinary people, that starts with the ordinary business person, and that starts with the ordinary farmer before we discuss matters of sharing power, matters of sharing positions, matters of changing the constitution. Yenye mnanielewa? Mawinjore? Hawa wangwana wanasema hata bei ya mafuta imepanda. Kwa sababu kuna watu hawajali na hawajui ya kwamba bei ya mafuta ikipanda, mtu wa bodaboda hawezi kuendelea na biashara yake. Nauli ya bodaboda inapanda, nauli ya matatu inapanda, nauli ya kupika inapanda, kila kitu inapanda. That is why I want to speak to the hearts of the people of Migori. Sisi tunaelewana? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu safari hii. Na mimi nimekuja hapa makusudi, my friends, kwa sababu nyinyi mnatujua. Si namna hiyo? Kwani kwa hii viongozi wote kuna malaika wametoka mbinguni? Si nyinyi mnatujua? Na mnajua sisi nani anajua kupanga, nani hajui? Si mnajua nani yako na sera gani? Wenye kuamua ni nani? Ni nyinyi ama ni system? Ni nyinyi ama ni deep state? Si ni nyinyi ndio wenye kuamua? Mimi nataka niwaambie hivi. Sawa sawa?
Mimi hapa William Ruto, mimi nimesema hivi, kabla hatujabadilisha mambo ya katiba, hawa watu wametusumbua siku nyingi na hii mambo ya kubadilisha katiba. Mpaka hata juzi wanatuletea mambo ingine ya BBI. Oh, rege sijui itasimama nini. Lakini Mungu si alisimamisha rege? Si rege ilikwama? Ilikwama haikukwama? Kwa sababu hauwezi kuwa na ubinafsi ati unasema tuache kutafutia vijana nafasi ya kufanya kazi, ati tubadilishe katiba viongozi wapate vyeo kwanza. That is not fair. That is ungodly. Na ndio Mungu alisimamisha hiyo mambo ya rege. Nyinyi watu wa Migori tunakubaliana? Mimi naomba nyinyi tuunde hii serikali ya 2022 pamoja. Mnanielewa? Wale wanaume wamenipangia wamenipangia, wametengeneza wametengeneza gang, lakini unajua wametengeneza gang ndogo. Wako na gang ya watu 7 na mimi niko na gang ya mahasla wote wa Kenya. Wale watatuweza kweli? Nyinyi nawauliza Migori, watatuweza? Watatuweza? So mimi nawauliza, na mtu asituletee mambo ya ukabila. Sisi hatuna biashara na ukabila. Tunaelewana? Kama ni mama mboga, wako Awendo, wako Mombasa, wako Kakamega, wako Kisumu, wako Eldoret, wako kila mahali. Kama ni bodaboda ni hivyo. Kama ni wakulima ni hivyo. Tunaelewana? Boss, mos. Mos. Sawa sawa. Sijui kama tumeelewana. I want the young people, I want you young guys, you must listen to me. I want to tell you, it is the responsibility of government to make sure that you have an opportunity to work. It is the responsibility of government to make sure that you have an opportunity to do business. And it is your responsibility to elect that government. Nyinyi mnanielewa? Kwa hivyo wewe kama kijana wa hapa Awendo na Migori, musicheze karata ya pata potea na kura yako. You must vote where your interests are. Where the opportunity to create a job for you is there. Where the opportunity to do business is there. That is where you must put your vote. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Sasa watu wa Migori, wacha nimalizie kwa kusema hivi. Si mimi hapa, si mnajua mimi ndio nilisaidia baba? Nyinyi mnajua 2007 mimi ndio nilisukuma mambo ya baba kweli kweli, mpaka baba akakuwa prime minister. Ni kweli ama si kweli? Juzi nimesukuma ingine ya Uhuru Kenyatta hapa mpaka akakuwa president. Saa hii wameungana wanasema ati mimi nisipate. Nyinyi mtakubali hiyo maneno? Nyinyi mtakubali? Nyinyi mtakubali? Hapana, that's not fair. Ama namna gani jamani? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Awendo, sijui kama tunaelewana. Si hawa wazee na ni watu tunawaheshimu sana. Mimi nimesaidia baba, mimi nimesaidia Uhuru. Nimesema safari hii wacha nisaidie mama mboga, wacha nisaidie huyu wa bodaboda, hata na wao niwapandishe ngazi ya bottom up waweze kuja juu. Kuna makosa tukipandisha mtu mwenye hana kazi apate kazi? Kuna makosa tukisukuma mtu mwenye biashara yake iko chini ipande juu? Simu mtaniombea hawa wadosi ama niaje? Mtaniombea hawa wadosi wawache kunilima? Waambie huyu Ruto ndiye atatusukuma sisi mahasla wote tupande hiyo ngazi. Tuko pamoja? Wapi kura ya William Ruto hapa nione ya hasla. Na unajua mimi nitachunga hii watu yote, hakuna mambo nitachunga hawa, huyu nitachunga, nitapatia askari mingi wao wanatembea na kufanya maneno mzuri. No problem. Iko shida gani? Tuko pamoja? Tumekubaliana?
Haya, mimi naona imenyesha. Sasa kwa sababu huyu Jared, wewe Jared panda hapa juu. Huyu Jared Kopio huyu aliniambia, wewe panda kwa gari ya mdosi hapo. Sasa huyu Jared Kopio aliniambia kuna watu wa bodaboda hapa Awendo, na ameniambia ni vikundi 48, na mimi nimekuja na shilingi 1.5 milioni yao. Nataka wafanye, nataka hiyo biashara yao, hiyo sako yao, waweke hiyo pesa kwa sako, wainue hiyo biashara ya bodaboda. Sawa sawa. Na ameniambia kwa hii masoko hapa kuna mama mboga, si ndio? Kuna watu wa kuuza samaki, kuna watu wa kuuza mahindi, kuna watu wa kuuza mboga, kuna watu wa beba. So pia nitampatia another $500,000 ya kupatia hii mama mboga na hao watu wa hapo. Na mimi nataka munisikize. Hiyo pesa nimewapatia ni pesa kidogo sana. Lakini mwaka ujao, hii mnanisikia? Nataka usikize ya muhimu. Mwaka ujao hatutawaletea pesa ya mfuko ya mtu. Mwaka ujao tunaweka budget ya serikali. Tunaweka 120 million shillings every year, every constituency, ya kupatia hawa mama mboga na bodaboda na wale wa biashara ndogo ndogo wainue biashara yao. Migori, mnanielewa? Wewe bwana Kopio. Aya. Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. Tukasema ni wakati wa kukuja na kujumuika na watu ya kanisa ya Awendo Central SDA Church. Tena tukasema kwamba akuje na aongee na watu wa bodaboda. Tukasema hapa kuna mama mboga na samaki na wakuuza mahindi na kuna watu wa taxi hapa. Sasa leo amekuja na kama chief hustler amekubaliana sisi kwamba atasimama na mahasla wote wa Awendo. Leo hii amefika hapa na amesema kwamba atasimama na watu ya Awendo. Mimi pia hapo juzi mwaka ya 2013 nilikuwa pande ile nikachezwa. Mwaka wa 2017 nikawa pande ile nikachezwa. Sasa leo hii nataka nisimame kwa hii upande wa hasla, tuone kama tunaweza kwenda mbele. La sivyo Mungu awabariki na tukae hivyo hivyo. Asante sana bwana Kopio. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Awendo, mnataka tufanye kazi na huyu mungwana Jared Kopio? Nifanye kazi na huyu Kopio ya mahasla wote wa hapa Awendo na Migori? Kamano. Haya, tuko na mjamaa mwingine hapa. Wewe unaitwa nani? Panda hapo juu. Unaitwa nani? Ako na nywele imekaa sawa. Ubunge kule Rongo, na mmeona kwamba vile the chief hustler
anacheza na bodaboda, ndio vile pia mimi nacheza nayo Rongo, si ndio? Sasa mimi ujumbe yangu kutoka Rongo, mheshimiwa, ni hivi. Watu wa Rongo wanasema wamekujengea Simba, umekataa kuingia. Manake ofisi moja tu ndiko Migori. The Honorable Governor confirms ni ofisi moja ya UDA Nyanza mzima na inapatikana Rongo. Tembelea hiyo Simba tafadhali. Aya. Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Awendo. Chama ya mahasla wote inaitwa UDA. Kuna mama mboga hapa? Kuna watu wa bodaboda hapa? Chama ya mahasla inaitwa nini? Inaitwa nini? Wapi kura ya UDA? Nione hapa wapi kura ya UDA? Basi nikisema Harambee tunasema UDA. Harambee. 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA. 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 Niko hapa na mheshimiwa, tungeongea kwanza Osoro kuja kwanza ndio huyu amalize. Haya. Awendo hoye. Awendo hoye. Hebu nione kura za naibu rais hapa Hasala. Asanteni sana. Mimi naitwa Mathias Robi, mjumbe wa Kuria West. Watu wa Awendo tunasema hapa ndio tutasimama, hatutaki kubaki nyuma. Si namna hiyo? Na tunataka tufanye siasa ya amani, tuhakikishe kuwa 2022 tuko na rais wetu pamoja. Wilibaro, si ndio? Kwa hivyo tutembee na Wilibaro na tuko na timu hapa. Na tuunge Jared Opio mkono. Asanteni sana. Aya, niko na kijana anaitwa Silvanus Osoro, mbunge wa kutoka hapa Kisii. Awendo oye. Hebu nisalimiane, tusalimiane namna hii. Aya, mimi ninaitwa Osoro. Mimi ni jirani yenu hapa kutoka South Mogirango. Si mnajua mimi? Sasa ile kitu mimi nawaambia, mutindo umekuwa ule. You cannot do the same, you cannot use the same formula. Haya, ngoja kidogo. Haya, ili ya mahasla letea hasla mwenyewe basi. Letea hasla. Haya. Wacha. Haya. Lete hasla. Haya ndio hiyo basi ameshika. Asante. Haya. Hasla oye. Awendo oye. You cannot use one formula and expect different results. Tumetumia the same formula 2007 na 2013 na 2017 and we expected to get results. 2022 tutumie a different formula. Ni akina nani wanatuonyesha mikono ya William Samoei Ruto, tuone kwa mikono. Asanteni sana, God bless you. Aya, niko hapa na kijana nani mwenye hii umbrella? Ni wewe mama, kuja huyo mama. Niko hapa na kijana anaitwa Ndindi Nyoro. Awendo Awendo Migori. Asanteni sana watu wa Migori na sana hapa Awendo. Mimi naitwa Dede Nyoro, mbunge wa Kiharo kule Murang'a. Na mimi nafurahia sana kuona vile mnapenda Deputy President William Ruto. Na sisi tunasema ya kwamba we are interested in politics of civility. Ile siasa tunataka ni siasa ambayo ni peaceful na siasa ambayo inauza sera. Na ndio maana hata kule Mount Kenya region tunasema sisi tunachagua William Ruto, mtu anabaye ako na sera ya kuangalia wakulima, ya kuangalia wanabiashara na ya kuangalia wale wako chini sana wainuke pia wapate juu. Tukishughulikia uchumi ya Kenya, tumeshughulikia Kenya mzima. Na mimi nimefurahia sana kufika hapa. Na nawahisi na wauliza kwa heshima. Hawa watu, Mheshimiwa Deputy Rais, naona wanakupenda sana.
Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA. Asante sana, tunashukuru na nawaomba kwa heshima, tukienda next year tusikiria huyu William Ruto. Yeye alisimama na baba, yeye amesimama na rais wetu Uhuru Kenyatta. This time tusimamishe hasra mwenzetu, atupeleke mbele tukiwa wote. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, niko na hapa na mjumbe mwingine anaitwa Mheshimiwa Kitayama wa kutoka Kuria East. Aondo Migori. Tunamshukuru Mungu kwa sababu mgeni wetu amefika. Tunawapenda, tunaomba tutembee pamoja. Tutatembea pamoja, tutampa kura. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Asante. Wapi mtu mwenye umbrella? Wapi mtu mwenye... Wewe ndio mwenye umbrella? Wewe ndio mwenye umbrella? Unaitwa nani? Aya, Makri na Kinyi zaidi ya 20,000 hapo. Aya, kamano. Bas. So, wewe mdosi unaitwa Ruto. Kwa majina anaitwa Peter Atonga. Uri constituency na UDA. Ruto. UDA. Sasa. So, watu wa Migori tumekubaliana. Mimi nirudi hapa tena Migori. Mutajipanga. Mimi nauliza nyinyi, mnasema tuunde serikali ya mwaka ujao pamoja. Serikali ambayo itashughulikia mtu mdogo. Yule ataanza na mwenye hana kazi. Serikali itaanza na mama mboga. Serikali itaanza na mkulima mdogo. Hapo ndio mimi niko. Na naamini ya kwamba sisi wote tumekubaliana, sisi wote tutatembea hiyo safari pamoja, na tunasema hatutaki biashara ya ukabila. Nataka niseme asanteni sana. Ruto! Azalazmuko! Kwa majina naitwa Johana Ngeno, mbunge wa hapa Transmara. Nyinyi ni majirani na tumesema kusindikiza Ruto kwa serikali mpya ambayo tunaenda kuunda. Tuko pamoja. Azula! Asante your excellency. Wewe mdosi, ni aje? Iko story gani? Uko na story? Aya, niko na kina mama hapa. Niko na Rebecca anatafuta kiti ya gavana. Pigeni makofi. Niko na Boke anatafuta kiti ya women rep. Niko na Mjama anatafuta kiti ya hiyo ni 20,000. Sande wewe ama. So niko na Omingo Magara, mbunge wa kutoka hapa Kisii wa zamani. Niko na mama anaitwa Jane. Anaitwa Jane. Anatafuta kiti ya gavana. Mpigeni makofi. Wanawake wamejikaza na gavana. Tuko na wadosi wengine wengi. Lakini wacha nimalizie hapo, watu wa Migori, niseme asanteni sana. Nyasaye ogwedu. Mungu awabariki sana. Na tuko pamoja. Asante sana. Jared atapanga ile